Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. No kings. And one reason we really don't need no kings is because no kings. And one reason we really don't need no kings is because no kings. Vita vinazidi kuwa vigumu kwa upande wa Marekani, ambapo maelfu ya wananchi katika taifa la Marekani wamejitokeza kwa wingi katika mitaa mbalimbali wakiandamana wakipinga kile ambacho Marekani kupitia rais wake Donald Trump amekuwa kikiendeleza katika mashambulizi yake ya kile ameita ya kigaidi dhidi ya taifa la Irani kwa raia na kupoteza maisha ya wanajeshi wao vijana wao katika taifa la Marekani, ambapo maelfu ya wananchi hao wameonekana katika mitaa mbalimbali ya miji mikubwa takriban 7 ya Marekani ikiwemo mji wa Philadelphia wakipinga vita vya Irani na Marekani kwa kile ambacho wameita sera za kigaidi za rais wao Donald Trump, ambapo wananchi hao wanaeleza kupinga kile ambacho Marekani imeendeleza kukifanya, wakisema kwamba inaenda nje ya matakwa ya wananchi na uchumi wa taifa kubwa la Marekani. Katika jumbe mbalimbali ambazo wananchi hao wamezitoa katika maandamano hayo makubwa kabisa kushuhudiwa katika mitaa mbalimbali na miji mikubwa ya Marekani, wameeleza kwamba wanapinga vikali kile ambacho Marekani imeendeleza kukifanya katika vita vyake dhidi ya Irani. Katika video mbalimbali zilizosambaa katika vyanzo maalum kutokea Mashariki ya Kati, vimeonyesha waandamanaji hao wakiimba kwa sauti za juu wakisema no kings, no gun. No kings. And one reason we really don't need no kings is because no kings. And one reason we really don't need no kings is because na hizi ndizo video ambazo zimekuwa zikionekana katika mitandao mbalimbali rasmi ya kijamii kutokea Mashariki ya Kati zikionyesha wimbi kubwa la waandamanaji hao katika miji ya Philadelphia na miji mingine mikubwa 7 ya Marekani. Maandamano hayo makubwa kuwahi kushuhudiwa katika taifa la Marekani katika miji hiyo mikubwa ambayo imearifiwa maandamano hayo kutokea siku ya hivi leo yanakuja kufuatia kauli mbalimbali za rais wa Marekani Donald Trump juu ya kuendeleza uhasama wa vita kati yake na Iran, ambapo Marekani kupitia rais huyo Donald Trump imeendeleza kusema ya kwamba itapeleka na itaendeleza kupeleka wanajeshi wake Mashariki ya Kati katika kuvikabili vita vyake dhidi ya Irani ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Rais Donald Trump awali akizungumzia hali ya vita hiyo dhidi yake na Irani ameeleza kwamba Marekani imekaribia kushinda vita hivyo, huko akiasa mataifa washirika wa Marekani kuweza kuipatia msaada wa haraka katika vita vyake dhidi ya Irani ili kuweza kutamatisha kile ameita ugaidi katika taifa la Irani. Hata hivyo, hayo yote yanajiri wakati jeshi la Irani IRGC limeendeleza mashambulizi makali katika anga la Mashariki ya Kati katika mataifa ya Israel, Kuwait na Bahrain, ambapo siku ya hivi leo mashambulizi kadhaa yameripotiwa katika kufanywa na jeshi hilo yakiwemo maeneo ya vyuo vikuu, hasa shambulio kubwa lililohusisha chuo kikuu cha sayansi na teknolojia katika taifa la Israeli. Katika mwendelezo wa taarifa kutokea Mashariki ya Kati, waasi wa Houthi wa nchini Yemen wameripotiwa kuendeleza mashambulizi yake ikiwa katika shambulizi lake la pili katika sehemu za kusini mwa Israeli hivi leo. Msemaji wa vikosi vya Houthi wa Yemen Yahya Sareh amesema kuwa kundi hilo la Houthi limefanya kile ameita mkusanyiko makombora ya meli na ndege za pasi na rubani drones likilenga maeneo kadhaa muhimu ya kijeshi ya Israeli. Katika taarifa yake hiyo aliyoitoa, msemaji huyo wa jeshi la Houthi wa Yemen ameeleza kwamba mashambulizi hayo yaliambatana pia na yale ya Irani na operesheni za kijeshi za Hezbollah na kwamba limefanikiwa kufanikisha malengo yake, na kuongeza kuwa kutakuwa na mashambulizi zaidi katika siku zijazo hadi kile amesema adui mhalifu atakapoacha moja kwa moja mashambulizi na uchokozi dhidi ya Irani. Taarifa hiyo ya msemaji wa jeshi la Houthi wa Yemen inakuja baada ya ripoti katika vyombo vya habari vya Israel na Marekani kuhusu duru ya pili ya mashambulizi ya Houthi, saa chache baada ya Houthi kuthibitisha kuwa walikuwa wamerusha makombora ya kwanza kuelekea Israeli tangu kuanza kwa mgogoro wa Irani na Marekani mapema Februari 28 mwaka 2026. No kings. And one reason we really don't need no kings is because no kings. And one reason we really don't need no kings
Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.